Kwa majina naitwa Monica Lukeha, ni mkuu wa chuo Sengerema FDC. Katika chuo chetu hapa tunajishughulisha na kozi 3 ama mafunzo aina 3. Aina ya kwanza ni ufundi stadi. Katika ufundi stadi tunatoa fani 9 ikiwemo umeme wa majumba, umeme wa magari, ufundi bomba, uwashi, ushonaji, useremala, uungaji vyuma, ICT pamoja na ushonaji. Kuna fani 9. Lakini katika mfumo mwingine wa elimu tunatoa walimu wa chekechea. Certificate ya walimu wa chekechea kwa mwaka mmoja ambao kwa Kiswahili wanaita malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto ama ile childhood development. Lakini mfumo mwingine wa elimu tunatoa elimu ya sekondari nje ya mfumo rasmi. Hiyo ina maana kwamba mshiriki ni mlengwa binti aliyekatishwa masomo ya sekondari kwa sababu mbalimbali kama ujauzito, maskini, maradhi na vitu vyote ambavyo vikampelekea binti wake kukosa fursa ya masomo ya sekondari, ikiwa na maana kufanya mtihani kidato cha 4. Kwa hii elimu ya 3 hii ambayo ni elimu ya sekondari, wale wanasoma bure bila malipo kwa miaka 2. Katika elimu yao wanapata fursa ya mafunzo ya ufundi stadi. Yaani anasoma elimu ya sekondari kwa 50%, ufundi 30%, ujasiriamali 10% na stadi za maisha 10%. Kwa mabinti hao ni watu wametoka katika mazingira tofauti tofauti ndani ya Sengerema na nje ya Sengerema. Kwa mifumo ya vocation, yani elimu ya ufundi ni miaka 2. Anasoma mwaka wa kwanza na mwaka wa pili. Wale walimu wa chekechea ni mwaka mmoja. Wakati hao wa sekondari ni miaka nayo 2. Mwaka wa kwanza anasoma form 1 na form 2, mwaka wa pili anasoma form 3 na form 4. Humo ndani yake anakuwa na hiyo package ya ufundi. Lakini tofauti na hapo tuna mafunzo ya muda mfupi. Mfano kwa sasa tuna vijana 150 wanaofadhiliwa na ofisi ya Waziri Mkuu katika fani 5. Kwa vijana wale walianza masomo tarehe 3 mwezi wa 3, watahitimisha tarehe 3 mwezi wa 11. Na wale wanasoma bure, ofisi ya Waziri Mkuu imewafadhili. Kwa wanasoma darasani miezi 6, baada hapo atakwenda field kwa miezi 2. Lakini licha ya kutoa mafunzo, sisi kama chuo tunajishughulisha na vitu mbalimbali ikiwemo ni sehemu mafunzo lakini sehemu uzalishaji. Kwanza pia tuna workshop yetu ama karakana ambayo inajihusisha na bidhaa za ngozi. Tunatengeneza viatu vya aina tofauti tofauti, mikoba, mabegi, na hiyo inasaidia, inawezekana ikawa viatu vya shule, mabegi ya shule ama vitu tu vya ofisi, kwa maana viatu vya ofisi na viatu vya aina nyingine. Lakini pia tunazalisha uniform kwa upande wa ushonaji. Tunatengeneza uniform msimu unavyoanza wa Januari ama mwezi wa 7. Wateja wetu ni wananchi na wengine ni wanafunzi. Lakini pia tunatengeneza furniture. Hiyo inahusika na idara ya useremala. Tunatengeneza furniture mfano madawati, tunatengeneza. Lakini tunatengeneza furniture za nyumbani, kama labda kabati, makochi kwa kadiri ya hitaji la mhusika. Lakini sambamba na hilo pia tunafanya huduma za wiring kwa jamii, taasisi na watu binafsi kwa sababu tunatoa fani ya umeme wa majumba. Kwa fursa hasa zilizopo hapa tuna fursa za mafunzo na fursa za uzalishaji mali. Wahusika ni kina nani? Ni wananchi wote ikiwemo wananchi waliomo ndani ya Sengerema, wanafunzi wetu na jamii nayo tuzunguka. Lakini pia tuna ukumbi wetu wa kisasa pale ambapo pia huwa tunaukodisha na harusi nyingi za Sengerema zinakuja pia nafanyia sherehe zao kwa gharama nzuri tu za serikali, lakini huko katikati ya mji ikiwa na maana kwamba unafikika na kuwafanya wenye shughuli kuweza kufanya shughuli vizuri bila usumbufu wala bila changamoto yoyote. Kubwa zaidi nazidi tu kuiomba jamii, hasa kwa sasa tulipo tunasema ufundi ndio mpango mzima. Wanafunzi anaweza kamaliza degree na ngazi yote, lakini kama hana ufundi, ikiwa na maana study ambayo inaweza kumfanya akajiajiri, bado changamoto ya ukosefu wa ajira itakuwa bado iko pale pale. Lakini unapokuja kwenye chuo chetu, maana yake kijana atapata fursa ya ufundi na mwisho wa siku hata asipoajiriwa anaweza kajiajiri. Kwa sababu tunasema muitikio ama sera serikali yetu kwa sasa tunasema muwezeshe kijana aweze kupata ufundi na mwisho wa siku upunguze tegemezi kubwa katika jamii. Na vijana wetu sisi licha ya kwamba tunawapa ufundi, tunawafundisha na stadi za maisha. Mfano hapa tuna bustani tu nyingi, yani na shamba ambayo kama shamba darasa. Wanakula mboga zao za majani kutoka wapi? Shambani. Kwa hiyo tunawafundisha mtu aweze kulima, kupata stadi tofauti tofauti. Mwingine anatoka nyumbani ajue hata jembe, lakini akifika hapa atapata kujua jembe likoje. Lakini mtu analimaje, anaandaje bustani. Lengo ni kwamba tutengeneze watu ambao mwisho wa siku wataweza kujitegemea. Na sio kutengeneza idadi ya wasomi wengi lakini ambao ni tegemezi. Kwa elimu mtu inakuwa bado haijasaidia.
Zaidi ya yote nawakaribisheni sana katika chuo chetu, kiko Sengerema mjini, ni wilayani, barabara ya Kamanga, ukitoka roundabout tunafika hapa. Mihula yetu ya masomo ipo katika makundi mawili. Muhula wa kwanza huwa tunaanza Januari kwa watu wanaosoma level 1. Lakini muhula wa pili huwa tunaanza mwezi wa 7 kwa wanaojiunga na level 3. Mfano kwa sasa tuna matangazo yetu yanaendelea kutembea kwenye redio mbalimbali. Tukitoa fomu za kujiunga kwa ngazi ya 3 ambayo inaanza mwezi wa 7. Wakati wanaojiunga level 1 tutatoa fomu mwishoni mwa mwaka, ikiwa na maana kuanzia Oktoba tutatoa fomu, Januari mwaka kesho tutapokea wanafunzi wapya. Tuna huduma ya bweni na tunatoa chakula kwa level 1 mpaka level 3. Chakula ni bure, kinapatikana chuoni. Lakini pia tuna mabweni mazuri ya kisasa. Kwa mwanafunzi hata ukija usianze kuori kwamba utaishi vipi, utakula vipi. Lakini ada yetu ni rafiki, nafikika sana kwa sababu ni chuo cha serikali. Tunapata ruzuku za serikali na hivyo inakuwa rahisi katika uendeshaji. Asanteni sana na karibuni sana.